Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya siku ya leo. Ni wakaribishe tuweze kushirikishana jambo moja ambalo ni la msingi sana katika jamii zetu na kwa mtu yeyote yule ambaye anatamani kufikia mafanikio yake. Hili sio jambo lingine, lakini ni mada inayoitwa nidhamu. Ndugu msikilizaji, utakuwa umesikia mara nyingi juu ya neno hili nidhamu, lakini tunaweza tukaliishi katika namna ya mazoea katika maisha yetu ya kila siku. Nitakapolifafanua linaweza likawa na maana pana ambayo itatusaidia pengine kwa namna moja ama nyingine tuweze kufanikiwa zaidi katika yale tunayoyafanya. Nidhamu ni nini? Nidhamu ni falsafa ya maisha. Tunaweza kusema nidhamu ni namna mtu anavyoishi, anavyoratibisha shughuli zake za kila siku. Anapofanya kwa namna njema, ndipo tunapoweza kusema mtu huyu ana nidhamu. Nidhamu inaweza ikagawanyika katika makundi makubwa mawili. Kundi la kwanza ni nidhamu binafsi na kundi la pili ni nidhamu jamii. Nidhamu binafsi ni ipi? Nidhamu binafsi inahusiana na mimi mwenyewe au wewe. Ni namna ambavyo mtu anaishi, anavyohusiana na wengine, anavyojitahidi kuendesha maisha yake ya kila siku, namna anavyoamka, namna anavyofanya kazi mpaka anapoimaliza siku. Mtu huyu tunaweza kusema ana nidhamu kama shughuli zake zote za siku zinalenga kufikia lengo fulani la maisha ambalo ni zuri. Kwa nafasi ya pili, nidhamu jamii ni namna jumuiya au kundi fulani la watu au jamii fulani wanavyoendesha taratibu zao katika maisha ya kila siku. Ili kuwe na nidhamu katika jamii, ni lazima kuwe na nidhamu ya mtu mmoja mmoja ambayo nimeshaeleza ni nidhamu binafsi. Kumbe tunapokuwa na nidhamu binafsi, tunaweza kujenga jamii iliyo bora zaidi. Neno hili nidhamu linaweza likagawanyika katika makundi mengi, na leo naomba nieleze makundi matano ya nidhamu. Nidhamu katika fikra au mawazo. Kundi hili la nidhamu linatueleza ni kwa namna gani mtu anavyofikiri, anavyopangilia mawazo yake, ni nini kinachompelekea kufikiri, na hatimaye ni kwa namna gani fikra zake zinamuongoza katika malengo fulani ya maisha. Nidhamu katika fikra au mawazo zinajengwa kwa kusoma vitabu mbalimbali, kwa kuwasikiliza watu mbalimbali ambao wamefanikiwa. Kumbe ujenzi wa fikra ni juhudi ya mtu binafsi. Mtu anapokuwa na nidhamu katika fikra, anakuwa na uwezo wa kufikiria ametoka wapi, yuko wapi na anataka aende wapi. Unapofikiria umetoka wapi, unaangalia ni wapi ulishindwa kufanya vizuri. Unapofikiria ulipo, unaangalia mbinu za kwenda mbele vizuri, huku ukitumia changamoto kwenda katika hatua za juu zaidi. Lakini unapoangalia mbele, basi unaangalia haswa lengo lako la maisha ni nini. Kwa nafasi ya pili, tunaweza tukaangalia nidhamu katika maongezi. Nidhamu katika maongezi, unaangalia mambo makubwa matatu. Ninazungumza nini, ninazungumza wapi, na ninazungumza kwa ajili ya nini. Ukiweza kuchakata mambo haya kabla ya kuzungumza, mazungumzo yako yanaweza yakawa na tija. Katika hili tunasema usizungumze pasipo kuulizwa. Unaweza ukawa unazungumza jambo ambalo ni kweli kabisa, lakini haina umuhimu wa kulizungumza mahali hapo. Kumbe unapojiuliza maswali hayo ya msingi, unaweza ukatengeneza mahusiano mazuri katika jamii na wale ambao wanakuzunguka. Matatizo mengi tulionayo katika jamii zetu yanatokea kwa sababu watu walio wengi wanakosa nidhamu katika mazungumzo. Kundi la tatu, tunaweza tukaona nidhamu katika mipango. Hapa tunamwambia mtu awe na mipango ya muda mfupi, lakini pia mipango ya muda mrefu. Na kila siku ufanye tathmini ni kwa namna gani umefanikiwa kutekeleza ile mipango ya muda mfupi, na ni kwa namna gani mipango ya muda mfupi inakusaidia kufikia mipango ya muda mrefu. Hapo tunashauri uwe na utamaduni wa kuandika. Na unapoandika, basi kila siku unaweka tiki au unafanya tathmini ni wapi umefanikiwa kutimiza mpango wako wa siku, na ile ya siku zijazo ni kwa namna gani pia utaweza kuitekeleza.
Kundi la 4 tunaweza tukaona nidhamu katika matumizi ya muda. Hapa tungeweza kuona muda ni rasilimali ambayo ikiisha kutumika haiwezi kurudi tena. Tunaweza tukakata miti tukapanda mingine, lakini muda unapokwisha hauwezi kurudi nyuma, na watu wengi wanashindwa kufanikiwa kwa sababu matumizi yao ya muda yamekuwa sio mazuri. Hapa nitasema tufanye nini ili kuutunza muda. Namna ya kuamka asubuhi inaweza ikapanga sana siku yako itaishaje. Kama unaamka kwa kuchelewa, basi matukio yote ya siku yanakwenda kuchelewa, na hivyo siku inapokwisha utakuta matukio mengi ulishindwa kuyafanya. Kumbe amka mapema na jiwekee ratiba ya siku ambayo utajitahidi kila siku uwe unaifuata. Unapofuata maisha ya ratiba, inakuwa ni sehemu ya maisha yako na unakuwa umetunza muda. Lakini jiwekee matukio kwa muda. Kwa mfano, nitasoma kitabu kwa dakika 20 kila siku. Nitakula kwa dakika 5, nitapumzika kwa dakika fulani. Basi ndugu zangu, kuna wakati tunafikiri kwamba tunapochoka mapumziko ni kulala. Katika nidhamu ya muda unaweza ukatunza muda mrefu zaidi kwa kubadilisha kazi. Kama ulikuwa unasoma, unaweza ukaingia kwenye kazi za mikono au shughuli nyingine yoyote, lakini usiruhusu muda mrefu upotee pasipo kufanya chochote. Jambo la kutafakari hapa ni kwamba muda ukishakwisha kupita haurudi, lakini pia baadaye utaulizwa muda ambao ulipewa kama zawadi hapa duniani umeutumia kufanya nini. Kumbe bado hujachelewa, leo unaweza ukaanza upya. Jambo la 5 ambalo ningilishirikisha kwenye mada ya nidhamu ni nidhamu katika karama. Tambua karama yako, nafanyia kazi karama yako. Wapo maadui wa karama ambao unapofanya kile kizuri wanakurudisha nyuma. Leo jiulize, una karama gani na umeshaifanyia kazi kwa muda gani? Ndugu mpendwa, nikushukuru sana kwa kuungana na mimi katika kipindi chetu hiki ambacho kinarushwa kupitia chaneli ya Lisha Ubongo Wako. Mimi ni Frateri Agustino Rafael Mushi wa Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma, na kwa sasa nipo masomoni Seminari Kuu Peramiho. Asante sana, tuendelee kushirikishana ikiwa ni sehemu ya kutunza nidhamu, tukiamini kwamba nidhamu ni mama wa mafanikio yote. Na kama utapenda kupata habari hizi zaidi, nimekuandikia kijitabu kidogo kama kinavyoweza kuonekana katika picha, Nidhamu ni mama wa mafanikio yote. Huku utapata ufafanuzi zaidi wa haya ambayo nimeweza kuyaeleza. Asante.